Bwana asifiwe. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kama mimi si mgeni hapa, nimekaa zaidi ya miaka 20 katika mtoa hii. Je, Bwana aliweza kunipa huduma, na leo si kuja kujitangulisha kwa vile ambavyo nimekaa, ili hali ni neno ambalo tukaweze kushirikiana. Nashukuru Bwana kwa sababu ya mtumishi wa Mungu kunipa kibali kuweza kushirikiana naye haya madhabahu. Nashukuru Mola ni kwa sababu ya kukusudia nikawe siku ya leo mahala hapa. Ni kwa maana sio kwa uwezo wangu, sio kwa nguvu wala kwa uwezo ndiposa nikaweza kuwa, bali ni neema yake amenikirimia. Nashukuru hata kwa kuhani ambaye Bwana ameweza kumkabidhi haya madhabahu na kunipa kibali cha kushiriki pamoja na kondoo ambaye Bwana ameaminia. Nashukuru hata nyinyi ni kwa sababu ya kuacha yote na kuweza kuja kupokea kutoka kwa Bwana. Sio kazi ulikuwa umekosa, ni mengi ambayo ungefanya, lakini Bwana mekusudia ukaweze kuja kushiriki. Napoenda kushirikiana hili neno, sio kwa uwepo, si kwa upako, si kwa uwezo, sio kwa hekima niliye naye, bali kama sio neema yake hakuna jambo naweza kujivunia. Naenda kushiriki juu ya Lord's Prayer, inaitwa sala ya Bwana. Najua watu wengi mezoea, naambiwa sala ya Bwana unaomba mara 7, unaomba mara kadha ndiposa ikaweze kutimia. Lakini sala ya Bwana Yesu alipokuwa akifunza ilikuwa ni maagizo, instruction, vile ambavyo unaweza kuwa ukiomba. Kwa hivyo jambo la kwanza linasema namna gani? Katika Mathayo ni 9 hapo 11 nasema ya kwamba Baba wetu uliye juu mbinguni. Simeanza namna hiyo. Kwanza unatabua uwepo wa Baba. Unatabua uweza wa Baba. Unapoenda kuomba unatabua, yani unasema Baba wetu aliye juu mbinguni. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu yeye ndiye ametupa uweza. Yeye ndiye ameweza kutupa mwanae. Kwa maana bila mwanae hakuna yeyote angeweza kupata wokovu. Enda pamoja nami katika Wagalatia 4 mstari wa 4 hadi wa 6. Ukaweze kuona uwezo wa Baba. Unatambua Baba ni nani. Jina lako litukuzwe. Unatukuza jina lake na unainua jina lake. Kwanza ni shukurani. Unamshukuru Mola. Ni kwa sababu amekupa Baba na amekupa mwana Yesu Kristo. Nafika hapo. Some kitabu ni cha Wagalatia 4 kuanzia mstari wa 4. Inasema ya kwamba ulipowadia utimilifu wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye alizaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Mstari wa 5, kusudi akawakomboe wale waliokuwa chini ya sheria, ili wapate kupokea zile haki kamili za kufanya watoto wa Mungu. Mstari wa 6, kwa sababu ninyi ni watoto wa Mungu, Mungu amemtuma roho wa mwanawe mioyoni mwenu, anaelia Aba Aba. Mstari wa 7, wachana hapo. Naam. Barikiwa sana. Amen. Yani ni kwa sababu nyinyi ni wana wa Mungu. Mungu amemtuma roho wa mwanae. Roho ya mwanae ndiye mmepuliziwa. Yohana 20:20 je, inasema mmeweza kupuliziwa roho wa mwanae. Ndiposa sasa na nyinyi mnako na uwezo wa kumuita Abba Father.
Ni kwa sababu sasa ndiye Yesu aliweza kutambua. Alitambua uwepo wa baba yake. Ndiposa akafunza wanafunzi wake, mnapoenda kusali, msali na Baba wetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Na hapo sasa umepata mwelekeo. Kwanza unashukuru. Zaburi 100 inasema ya kwamba unaposhukuru sasa unavuta rango za Bwana na unaingia katika rango la Bwana na shukurani moyoni mwako. Yani uingie kwa Bwana na shukurani. Pana ingia kwa rango ya Bwana ukiwa una manunguniko. Pana ingia ukiwa unateta, bali ukaweza kutambua na kumshukuru. Ni kwa sababu amekupa mwana, na huo mwanae ndiye ameweza kukukomboa, na huo mwanae ndiye ameweza kukupa uweza wa kuitwa baba. Kwa maana Yohana 1:12 nasema ya kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Wewe ni kupewa, umepewa uweza. Ndugu yangu, dada yangu, umepewa uweza. Ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kumwamini mwanae. Sasa roho wa Yesu yu ndani yako na yu juu yako. Hiyo ndiyo jambo la kwanza la sala la Bwana. Yani unamshukuru. Unamshukuru kwa sababu ya kumtuma mwanae. Amen. Hiyo tu ndiyo inakufanya. Jambo la pili ni priorities. Nasema thy kingdom come, na ufalme wako uje. Neno la Bwana linasema ya kwamba katika Warumi 14 mstari wa 17 inasema ya kwamba ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ufalme wa Mungu ni nguvu na amani. Ni amani na furaha, na ni haki na amani na furaha ndani ya Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu unapokuja si kama ufalme ya yule anayetawala nchi hii. Sasa hapa yule anayetutawala ataka akiingia hapa, hapa kutaweza kuwa na mabadiliko. Hakutakuwa vile tena. Je, na ufalme wa yule ambaye aliumba, huyo ambaye anakutawala, na ufalme wa yule ambaye ako juu ya yote, na akiweza kuingia ndani ya maisha yako, ndani ya baba yako, ndani ya jamii yako, ndani ya kanisa lako, ndani ya nchi yako, itakuwa namna gani? Kutakuwa na mabadiliko. Amen. Kutakuwa na mabadiliko zaidi ya yule ambaye anatutawala. Ni kwa maana yule ambaye anatutawala kuna mahali inafika anashindwa na nguvu zake zinaisha. Kuna mzee ambaye tulikuwa tumetambua sana katika uwezo wake, lakini siku ya leo mambo yake inafika mwisho. Kwa maana ukuu wa dunia hii uko na mwisho. Na utawala wa dunia hii uko na mwisho. Lakini utawala wa mbingu hauna mwisho. Unazidi kutawala milele na milele. Amen. Yani Yesu akaambia wanafunzi wake, na muombe ufalme wako uje. God is established in you when I obey, when you obey. Yani Mungu anamtambulisha wakati unapomtii. Amen. Kwa hivyo ufalme hauwezi kuja tunapokuwa wakatili. Hauwezi kuja tukiwa tunaenenda kinyume na yeye. Ni sharti tukaweze kuwa tunafanya mausia yake. Kwa hivyo ufalme wake unapokuja ndani yetu, sasa na sisi lazima tuwe tumetii. Lazima tukubali yani utawala wake ama mamlaka yake. Amen. Accept his authority. Yani ukubali mamlaka yake. Vile ambavyo amekuagiza ukaweze kufanya na ukaweze kukubali, ndiposa
na wewe huo utawala ukaweze kuwa ndani yako. God's kingdom is full of righteousness. Yani ufalme wa Mungu umejawa na haki. Umejawa na haki na uadilifu. Amen. Ufalme wa Mungu hakuna kitu kingine kimejaa. Ni haki na utakatifu. Kwa hivyo unapokuwa mwenye haki, unapokuwa mtakatifu, naye mbingu lazima ikushukie na iweze kutenda mausia yani kiweze kutenda kusudi na mapenzi yako. Amen. Na ufalme wake, na utaweza kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Amen. Katika maisha yangu na maisha yako. Amen. Hapo nilikuwa nimenakili hapo awali. Ufalme wa Mungu ni Warumi 14 mstari wa 17. Shall come and that he will shall be. Yani ataweza kukutambulisha wewe ni nani katika eneo lako, area yako, wewe binafsi. Na kwa mapenzi yako, upendo wako, na kanisa lako, na nchi yako, utaweza kuleta mabadiliko ndani yako, ndani ya kanisa lako, ndani ya jamaa zako, ndani ya wote mnayetanishwa na yeye. Unaposhuka hautaleta mabadiliko tu kwako tu, bali hata wote ambao mnaitanishwa, hata eneo ambayo huko uwepo wako unapoingia, ni kwa maana ufalme wake wameingia ndani yako. Sasa na wewe ndugu yangu, dada yangu, mabadiliko itakuwa. Na kuna mtu ambaye anaingiaga, nasikia kweli kuna mabadiliko imekuja. Kuna kitu imekuja, ni kwa maana amebeba mbingu, amebeba ufalme wa Mungu. Anapotamka hata bila kuwekelea mkono, yani mbingu naye inamtangulia. Hallelujah. Elia kwa sababu alikuwa na mbingu, aliweza kusema mimi nimesema hakutanyesha miaka 3.5. Wakisha mkaweza kutambua Mungu ni nani. Hallelujah. Ni kwa sababu alikuwa na utawala. Na wewe na mimi, kwa maana Elia alikuwa amezaliwa na mwanamke na mwanamume kama wewe na mimi. Hata sisi mbingu lazima tutembee naye. Na akaweza kudhihirika ndani yetu. Amen. Hayo mambo tumeyasoma. Yani ufalme wake ukaweza jambo la tatu. Jambo la kwanza tumesema ni kushukuru. Jambo la pili tumesema ni priority, yani mbingu, ufalme wa Mungu, na ukaweze kushuka. Ufalme wa mbinguni unapokuja, unapata furaha, unapata amani. Mahali ambapo haukuwa na amani, unapatikana. Unapata haki. Unatembea na haki ndani yako. Matamshi yako, mienendo yako, njia zako zote zinakuwa ni za haki. Amen. Jambo la tatu akasema ya kwamba give us this day our daily bread. Hiyo ndiye inaitwa mchungaji dogo, inaitwa provision. Hiyo inaitwa provision. Yani nipe mkate wa kila siku. Kwanza unashukuru. Jambo la pili, ufalme unashuka. Yani jambo la tatu, sasa unaleta mahitaji yako. After you have given yourself to God. Baada ya kujipeana kwa Mungu. Yani umepeana. Yani mbingu sasa imeshuka. Sasa unamueleza. Ask his provision for your physical and material needs. To receive God's provision, you must first be in the will of God. Amen. Ni lazima ukaweze kuwa katika mapenzi ya Bwana. Ndiposa ukaweze kupokea kutoka kwa Bwana. Amen. Na kukaa katika njia za Bwana, si sasa umejipeana kwake. Si sasa umetambua uwepo wake. Si sasa umetambua jina lake. Sasa mbingu si imeshuka. Ni kwa maana umemshukuru. Haukuingia kwake na manunguniko. Zaburi 100 ndiye inatuelekeza katika hizo shukrani. Yani unatangaza wema wake, matendo ambayo amekutendea.
Haya, tembea pamoja nami kwa sababu ya masaa. Tembea pamoja nami, kitabu ni cha Wahibrania 22 na 25. Hebrews chapter 10 verse 22 na 25. Ndio tukaweze kuona mahitaji ambayo tunayehitaji. Yale tunahitaji Mungu akaweze kutupa. Hebrews chapter 10 verse 22 na 25. Yale mambo ambayo yanafaa tukaweze kuyafanya, ndiposa tukaweze kupata mkate wa kila siku. Kitabu cha Wahibrania 10 kuanzia mstari wa 22 hadi 25 inasema ya kwamba sisi na tukaribie Mungu kwa moyo mnyofu, kwa imani timilifu, mioyo yetu ikiwa imenyunyiziwa damu ya Kristo na kuwa safi kutokana na dhamiri mbaya, nayo miili yetu ikiwa imeoshwa kwa maji safi. Mstari wa 23 inasema ya kwamba tushike kwa udhabiti lile tumaini la ukiri wetu bila kuyumbayumba, kwa maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Yes. Mstari wa 24, tuangaliane na kuhimizana sisi kwa sisi katika upendo na katika kuyatenda mema. Mstari wa 25, wala tusiache kukutana pamoja kama walivyo na desturi ya kukutana, tuitimize sisi kwa sisi kadri tunavyo siku ile inakaribia. Asante sana, barikiwa. Lazima nyoyo zetu zikaweze kuwa safi. Nyoyo zetu zikaweze kuwa zimeoshwa na damu ya mwanae Yesu Kristo. Amen. Yaani tukaweze kuondoa mawazo yote yaliyoko ndani ya mawazo yetu na nia zetu na hata mioyo yetu. Tukaweze kuoshwa ili tukaweze kupata haya tunahitaji, mkate wa kila siku, mahitaji yetu. Maana kama Ima angekuwa amenenda na mienendo mibaya, haukamfikiria. Oh yes. Haukamfikiria. Ndio. Ama angekuwa wakati wote ingekuwa ni kunugunika. Sema sasa mimi nilimaliza, au nijali, au nioni. Lakini ni kwa sababu ya heshima alikuwa naye, kwa sababu ya matendo ambaye alikuwa anayafanya, na sasa naye baba yake sasa alikuwa anamfikiria usiku na mchana. Naye Mungu atatufikiria usiku na mchana. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya mioyo yetu itakapokuwa mikujufu na tutakapoondoa mawazo yote ndani ya mioyo yetu, ndani ya mawazo yetu, mienendo yetu na njia zetu, tukaweze kubadilika na kuenenda na mapenzi yake. Mausia yake yakatendeke ndani yetu. Upendo wake vile anahitaji na tukaweze kuyafanya, ndiposa mapenzi yake ikatendeke, na kaone hawa wana wangu wameumia sana, wamehaibika sana. Sasa lazima kaweze kuachia, yani ukaweze kuchallenge ama kutia Mungu changamoto kwa kuweza kuosha moyo wako. Sasa utakuwa umemtia changamoto, na sasa na yeye atatimiza hoja ya moyo wako. Wewe hautapotea. Wewe hautaangamia. Sisi ndiye tunapotoka katika njia zake. Sisi ndiye tunakuwa wakatili tunapokosa kutenda mausia yake. Ndio unaona sasa tukiangamia na tukihaibika. Haya, Yohana wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 2 peke yake tusomee, kwa sababu ya saa yangu imeisha. Yohana wa kwanza. Mefika hapo ndugu yangu? Yohana wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 2, na Mungu akubariki. Amen. Yohana wa kwanza mlango wa kwanza kuanzia hapo 2 nasema ya kwamba uzima huo ulidhihirishwa,
nasi tumeuona na kushuhudia, nasi twawatangazia uzima wa milele ambao ulikuwa pamoja na Baba, nao ukadhihirishwa kwetu. Amen. Sasa huo uzima unapodhihirishwa, unapoonyeshanwa kwetu, yaani sasa ndiye sasa njia zako zitakuwa zimefunguka. Oh yes. Mambo yote ambayo jambo yote unapomuuliza, njia inafunguka. Hakuna sasa kung'ang'ana tena. Amen. Ni kwa sababu uzima umedhihirishwa ndani yetu. Sasa na njia zetu na mambo yetu yote sasa inafunguka. Tunapoenda kumuita na mbingu inafunguka. Kwa maana yeye ndiye ametuambia tumuite na ataitika. Na atatuonyesha mambo makuu. Hayo mambo makuu ndiye ataweza kukuonyesha na ndiye ataweza kutuonyesha. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umemtii. Ni kwa sababu umetambua uwezo wake na ukuu wake umeweza kutambua. Amen. Uzima wake umedhihirishwa ndani yako. Umedhihirishwa kati ya kila mmoja anayekiri Yesu ni Bwana. Wake nyadui. Wewe tuiragwa ati tuhoya ihoya riri maita mugwanja maita 10 ati Ngai ni egwika. Acha no kinya tukirumirira, lazima tufuate haya maagizo ambayo tunaagizwa. Kwanza tunaingia na shukrani. Tunatambua, tunashukuru Bwana kwa sababu ya kutupa mwanae Yesu Kristo. Ni kwa sababu sio sisi ambaye tuliweza kufanya tukapewe. Ni upendo wake. Ndio. Ukiona Yohana 3:19 inasema kwamba jinsi hii Mungu aliupenda. Yaani kwanza ni upendo. Ndio. Akaweza kukupa. Hakukupa kwa sababu ya vile ambavyo tulikuwa wazuri. Hapana, sio matendo yetu. Ndio. Bali alitupa ili tukaweze kumwamini. Oh yes. Ili tukaweze kuona uwezo wake na nguvu zake, na akaweze kutuosha na kutuokoa. Na maisha yetu yakaweze kubadilika. Amen. Wow. Haya. Sasa Sasa tumetoka katika Yohana wa kwanza. Wahibrania 13 mstari wa 7 na 17. Wahibrania 13 mstari wa 7 na 17. Hebu tusome hiyo andiko mbili tu kwa sababu ya masaa. Usisome yote. Soma tu mstari wa 7 na 17 tafadhali. Wahibrania ni 3:13. Wahibrania 13. Wahibrania 13 tusome mstari wa 7 na 17. Na 17. Neno la Bwana linasema, wakumbukeni viongozi wenu wale waliowaambia neno la Mungu. Yes. Angalieni matokeo ya mwenendo wa maisha yao, mkaige imani yao. Mstari wake wa 17 inasema ya kwamba watiini viongozi wenu na kunyenyekeza chini ya mamlaka yao, kwa maana wao wanakesha kwa ajili yenu kama watu watakaopaswa kutoa hesabu. Watiini ili kwamba wafanye kazi yao kwa furaha, wala si kama mzigo, maana hiyo haitakuwa na faida kwenu. Kwa hivyo hayo ni maneno ambayo tunaambiwa tukaweze kuwakumbuka viongozi wetu, wale ambao wanatutawala hata nchi yetu, wale ambao wanatutawala hata katika nyumba ya Bwana, tukaweze kuwakumbuka. Nafikiri wengi wetu hakuna wakati tushawahi kukumbuka. Tumekumbuka yule ambaye ametutawala kwa muda gani? Mwana wa maitu alikanile kasomuli. Wewe ulikumbuka nini? Huyu ana rais kwa siku wakati gani? Kani kumuita tu majina. Kumpa majina. Na umeambiwa aweze kukumbuka. Ni kwa sababu hata yale ambaye anayafanya pengine hayajui anafanya nini. Sasa na kunungunika, hatuwakumbuki.
na tukaweze kukumbuka hawa ambaye Bwana ametupa, hawa wachungaji. Hawa ndio wanatutawala katika dhehebu zetu. Tukaweze kuwakumbuka. Najua mara nyingi tunaonaga udhaifu wao. Na unaona mchungaji aliye namna gani? Tunapokaa yani tuonaga oro uhuthu no tutionaga mawega maria aratwikira twirwo atiriri ati makeshaga ni undu witu, yani wanakesha kwa sababu yetu. Hata wakati mwingine yeye anakaa bila hata kukumbuka mama yake, bila kukumbuka hata jamii yake. Yeye anakaa bila kukumbuka wale ambao wamezaliwa pamoja, lakini wewe ndiye anakumbuka fulani, anakukumbuka. Lakini sisi ni kusema aniale no ole adipe nabo ayuko gunaambia sisi no ole atuamwe na kagoti ke na kanyamuke rukaja kwa nuona. Lakini tumeambiwa ili tukaweze kupata mahitaji yetu na baraka zetu, lazima tuwatii, lazima tuwaheshimu. Hiyo si tafadhali, lazima tuwaheshimu. Wacha usione udhaifu wa mwanadamu, ni kwa sababu mtu amejawa na udhaifu. Sio yeye wa kwanza, hata Musa, yeye ambaye aliweza kufanya miujiza nyingi, alifika mahali akaishiwa na nguvu na akaweza kuambia Mungu, sasa kwani sasa niondoe. Sasa nahitaji kukufa. Sasa umenipa hawa watu, kwani mimi ndiye niweza kuwadunga mimba? Alikuwa amefika hapo na alikuwa anasemezana Mungu sasa. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye hafikagi mwisho. Ndiposa wa Biblia inasema na ukaweze kuwakumbuka. Wewe mchungaji, mtumishi, si imetuambia namna hiyo, na ukaweze kuwatii yale ambayo unaambiwa. Hauambiwi utende kinyume na mausia ya Mungu, bali unaambiwa ukaweze kutenda jinsi ambavyo unastahili na ukaweze kunyenyekea. Hawezi kutii bila kunyenyekea. Kwa maana ukatili ndio unaleta maringo, ndio unaleta kujiona. Yaani ukatili unaleta mambo mengi, lakini unaponyenyekea utaweza kutii. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike. Hayatafanyika bila kuweza kunyenyekea na kutii. Madhara wako matendiro mkuja. Haya. Katika hiyo provision, Wathesalonika wa kwanza 4 mstari wa 11 na 12. Katika hiyo tu provision, mahitaji yetu, mkata wa kila siku. Unjue sasa utakuwa ukiclaim namna gani. Thessalonians Chapter 4, verse 11 to 12. Thessalonike wa kwanza 4:11 na 12. Maandiko yanasema ya kwamba jitahidini kuishi maisha ya utulivu, kila mtu akijishughulisha na mambo yake mwenyewe na kufanya kazi kwa mikono yake kama vile tulivyowaagiza. Mstari wa 12 nasema ya kwamba ili maisha yenu ya kila siku yajipatie heshima kutoka kwa watu walio nje, ili msitegemee mtu yeyote. Ili msitegemee mtu yeyote. Paulo alikuwa anasema ya kwamba ninafanya hii kazi ili nisiweze kuwa mzigo kwa kila mmoja wenu. Alikuwa anafanya kazi ya kutengeneza hema. Na sasa na wewe na mimi tumeambiwa tujitahidi kufanya kazi yetu. Kazi zetu sisi wenyewe. Ili tusiwe mizigo kwa mmoja. Ndio. Si nitakula kwako safari moja na pili, si hata wewe unajishughulika. Unachoka. Mazoea. Ni mazoea yamekuwa.
Kwa hivyo tujitahidi. Tine dawa ni Paulo ndiye anatuambia tukaweze kujitahidi katika njia zote, ndiposa sasa ile ambaye nipe riziki ya kila siku iweze kutendeka ndani yako na maisha yangu, kaweze kutimika, kaweze kujitahidi. Wathesalonika wa pili mlango ni wa 3:10 na 12. Hiyo sitafafanua. Mlango ni wa 3 mstari wa 10 hadi wa 12. Maandiko yanasema ya kwamba Wathesalonike wa pili 3:10 hadi 12. Nasema ya kwamba kwa maana hata tulipokuwa pamoja nanyi tuliwapa amri ili kwamba mtu yeyote asiyetaka kufanya kazi wala asile. Kwa kuwa tunasikia kwamba baadhi ya watu miongoni mwenu ni wavivu, hawafanyi kazi bali hujishughulisha na mambo ya wengine. 12. Basi watu kama hao tunawaagiza kwa kuwaonya katika jina la Bwana Yesu Kristo, wafanye kazi kwa utulivu na wajipatie mahitaji yao na maisha yao wao wenyewe. Must claim God promises and believe it. Lazima uweze kudai ahadi za Mungu na ukaweze kuamini yeye ndiye anaweza kukutendea. Lazima ukaweze kudai. Naweza kudai ahadi ambazo amekuahidia na unaamini God's will to prosper you. Yaani mapenzi ya Mungu ni kukuweza kukunawirisha. Amen. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Amen. Si ati tuwe watu ambao ni hohehahe. Si ati tuwe ni wakati wa kuomba. Hapana. Mapenzi ya Mungu ni kuweza kunawirisha kila mmoja ambaye amemwamini. Mapenzi ya Mungu ni kuweza kuinua kila mmoja ambaye anasema Yesu ni Bwana. Lakini sasa kuna njia ambazo tunafaa tukaweze kuifanya. Wow. Yaani si mapenzi yake tukaweze kuwa fukara. Mwanae alifanyika fukara ili tukaweze kuwa watajiri. Watajiri. Amen. Yeye ndiye alihaimishwa ili tusije tukahaimike tena. Lakini kwa nini tunakosa? Ni kwa sababu hatutaki kufanya mapenzi yake. Ni kwa sababu tunaenenda kinyume na mausia yake. Hivyo, for this will give you confidence to come daily before God with your needs. Yaani kwa hii mapenzi ya Mungu inafanya kila siku, kila Mungu anakutana mahitaji yako kila siku. Mathayo 6 mstari wa 33 inasema ya kwamba tafuta ufalme wake kwanza na haki yake, na mengine utaweza kuzidishiwa. Ufalme wake unapokuja, haya mahitaji yote, shida zote zitaweza kutuondokea. Mchungaji, si Bwana akubariki unapokuja kumalizia. Amen. Thank you so much. Tupigie makofi tena. Tumeambiwa kwamba ufalme wa Mungu ukishuka mambo yote itakuwa sawa sawa. Praise the name of the Lord. Na ni ya kwamba hajamalizia, arudi amalizie. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, sitaongezea. Na aliye na masikio vile Roho amesema. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo Mungu abariki sana, Mungu